kutufariji. Lakini pia tunataka kusikia maneno toka kinywa cha mtumishi wa Mungu, maneno ambayo Mungu amemfunulia kuja kusema kwa niaba ya watu ambao wamekuwa ndani ya kambi. Ninajua Mungu hakupenda tubakie tu kule, lakini Mungu alipenda siku ya leo tuwe pamoja hapa pamoja na ninyi, tupate kusherehekea. Najua ni sikukuu ya Noeli ambayo ilikuwa jana, lakini Bwana alitaka kwa siku ya leo tuwe pamoja kwa kusikiliza maneno yake. Na ndio maana kuna kwa yule ambaye ni msimamizi wa kikundi hiki, na ni yeye ambaye atakulisha neno kwa magharibi ya leo. Magharibi ya leo tunapenda tuzungumze na wewe, tusome neno la Mungu katika kitabu cha Wafalme wa Pili sura yake ya 13 na mstari wake wa 12 na 21. Niko katika Agano la Kale, Wafalme wa Pili 13 mstari wa 12 na 21. Biblia inasema hivi: kwa majina ninaitwa Valente Kazamwali. Sisi tumekuja hapa pamoja na wahudumu wengine. Wamama wako kati yetu, vijana wako kati yetu, na wababa pia, ili kwamba tukuletee neno la Mungu. Biblia Elisha akakufa, nao wakamzika. Basi vikosi vya Wamoabu wakaingia katika nchi mwanzo wa mwaka, na ilikuwa wakati walipokuwa wakizika mtu. Sema wakizika mtu. Sema kwa nguvu, wakizika mtu. Tazama, waliona kikosi, wakatupa yule mtu. Sema wakatupa yule mtu. Wakatupa yule mtu katika kaburi la Elisha. Na wakati yule maiti alipogusa mifupa ya Elisha, alifufuka, akasimama kwa miguu yake. Sema alifufuka. Kama unaamini hili neno, mchapie Bwana wetu makofi makubwa. Hapa ninapenda kukuzungumzia mtu ambaye alikuwa ni maiti. Sema mtu maiti. Unajua kabisa ikiwa ni mtu mzima utaelewa ya kwamba maiti ni kitu ambacho hakiwezi tena kutingizika. Maiti ni kitu ambacho hata unapiga kelele haiwezi kusikia. Maiti ni kitu ambacho hata mtu alikuwa anamsalimia na kumheshimu sana, lakini mtu akiwa maiti, mtu awaye yote anaweza kumtemea na wala hawezi tena kusikia. Mtu ambaye ni maiti ni mtu ambaye watu wanaweza kudharau ijapokuwa walikuwa na heshima. Na Biblia yangu inasema katika Wafalme wa Pili 13 mstari wa 12 ya kwamba mtumishi wa Mungu Elisha, sema mtumishi wa Mungu Elisha. Mtumishi wa Mungu Elisha alikuwa naye amekwisha kukufa. Kumbe hata mtu anaweza kuwa mtumishi wa Mungu, kufa hapa chini ya dua anaweza kufa. Kumbe kifo ni cha watu wote ambao wanaishi duniani, hata watumishi wa Mungu wanakufa. Lakini Biblia inasema ya kwamba heri wao wanaokufa katika Bwana. Ni kusema kuna wengine ambao wanakufa bila kufa katika Bwana. Ndio kwa maana magharibi ya leo tumaini kubwa ni kumwamini Yesu Kristo. Hata unakufa, Biblia inasema tuna matumaini ya kuishi tena. Hata tunaweza kukimbia, tuna matumaini tena ya kwenda kwenye mji wetu kwenye hatutakimbizwaka tena. Sema Yesu tusaidie. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu Elisha naye akakufa. Alipokufa ilikuwa ni wakati wa vita. Kama vile leo unaweza kupatikana hapa ni kwa ajili ya vita. Vita isingelikuja ingelipata mapema kwenye ulikuwa. Lakini kwa ajili ya vita inasababisha watu wakimbie. Lakini Elisha yeye hakukimbia vita, lakini Biblia inatuambia ya kwamba alikufa kwa ajili ya magonjwa. Na alipokufa huyu Elisha wakamzika. Walipomzika, badala ya mwaka kuisha, Biblia inasema kwamba mtu mwingine naye akakufa. Huyu mtu naye alipokufa, wakaenda kumzika. Walipojielekeza
asante. Unajua Yesu akiwa pembeni yako, hata leo unaweza onekana huko mahali hapa na unajiuliza utarudi kwako wakati gani? Mwenye anajua siku utarudia ni yule aliyekuumba. Mwenye anajua siku yenyewe tutatoka maika ni Mungu aliyetuumba. Hata wanadamu wanaweza kupinga, lakini kama Mungu anadecide kesho utoke, utatoka. Jina la Bwana libarikiwe. Hata matumaini yao yamekusha, lakini kama Yesu anaweza kutusaidia. Ndio kwa maana tumetoka Goma, tunasema acha twende kuomboleza pamoja na watu wa Mgunga. Acha twende kumuita Mungu pamoja na watu wa Mgunga. Ndio kwa maana tulipenda kuomba pamoja na ninyi, ili tena tumusihi Mungu atusaidie. Kwani Biblia inasema ya kwamba maombi ya mwenye haki yanasikiwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sikiliza, mtu mwingine naye akakufa. Alipokufa, watu wa moyo mwema wakasema twende kumzika. Na njiani walipokuwa wakienda, Biblia inasema ya kwamba vikosi vya Wamoabu vikatokea. Sasa yenyewe askari walitokea kule. Biblia inasema ya kwamba walikuwa tayari karibu ya kaburi la Elisha. Watu ambao walikuwa wamesindikiza ile maiti, walipoona vikosi wanakuja, kwani walikuwa wanapiga taifa la Israeli, Biblia inasema moja kwa moja wakaanza rudi nyuma. Kila mtu anaanza tafuta njia yake. Kwa hiyo watu ambao walikuwa wanabeba ile maiti wakabakia na maiti biko wanaibeba. Wakasema na sisi tufanye nini? Tukimbie. Ndio maana nilikwambia hapana tegemea mtu. Ndio maana nilikwambia hapana tegemea yule anayekupatia chakula leo, lakini tegemea yule ambaye anaweza kukupatia chakula pasipo kusema. Tegemea yule ambaye anayeweza kujua kulala jinsi unavyolala. Huyo ni Yesu Kristo Mnazareti, ambaye anajua kila mtu kwa jina lake. Anajua hata mumuti kwenye ulitoka anakujua. Biblia inasema ya kwamba kabla haujazaliwa mimi Mungu nilikujua. Ni kusema yeye anakujua jinsi ulivyo. Lakini shida ni kwamba watu walitoka makwao na matatizo yao. Wanafika na mwaika, wanaendelesha tu ile matatizo. Utakutana mwizi alikuwa mwizi kule mukartie. Sasa yeye tena anafika hapa tena mwizi unaendelea. Unakutana mtu alikuwa ni kahaba kabla hajakimbia, na hapa nako tu mwaika nako anakuwa makahaba. Sasa tutamulilia Mungu namna gani atusikie? Ndio Biblia inasema dhambi zetu ndio zinaacha Mungu asikie. Makosa tunayoyatenda ndio inaacha Mungu asifupishe kukaa kwetu katika kaa hii. Ndio kwa maana magharibi ya leo ninakusihi urekebishe mwenendo wako, ili kwamba Mungu atuonaye huruma. Tumuite Mungu wa mbinguni atusaidie tutoke katika haya mateso. Biblia yangu inasema ya kwamba wale watu ambao walikuwa wanapeleka ile maiti, sasa wenyewe waliona wanabakia wao peke. Ile maiti wakaitupa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unajua hata mtu anaweza kukutupa. Hata mtu anaweza kutokusaidia. Hata mtu anaweza kukugandamiza. Kumbe kukugandamiza yake yuko anatayarisha njia ya kwenye utaenda kuangukia pazuri. Ni kukaa kwetu hapa, Mungu anajua kwa nini. Ikiwa tunaweza kulia na kuomboleza kuacha dhambi zetu, mimi ninajua Mungu atabadilisha maisha yetu. Kwani yeye ni mmoja ambaye anaweza kukutosha kuzero na kukupandisha kukumi. Yeye ni mmoja mwenye anaweza kukutosha mwaishiting mwenye mko joto kama na hii. Jamani, acha nikwambie, kama kukimbia na mimi pia nilikimbia. Kwa hiyo ninajua mateso yenyewe uko unaishi ndani hapa. Lakini ninajua shida zenyewe uko unaishi nazo. Watu wanaweza kuona hizi shitting, wanasema watu wiko kumba. Lakini ingia mule saa jua inawaka utakimbia. Kimbia mule saa jua inawaka utakimbia. Hakuna mema ndani ya shitting. Usiku unaingia. Saa yenyewe usiku unaingia, unasikia baridi na kuwa kali sana. Ndio kwa maana nilisema hatutabaki Goma, twende kulia pamoja.
pamoja na watu wa Mugunga. Ndio kwa maana ninakuambia usiogope. Ndio kwa maana ninakuambia aliyekuumba na kujua. Unaweza kukutupia hapa Mugunga. Piko mwenye anaweza tena kukuramasea hapa na kukurudisha tena mahali pazuri. Sema ninaamini Yesu, uje unisaidie. Unajua watu wenyewe walikuwa na ile maiti. Ni watu wenyewe walijua tunaitupa wala hatutaiona. Lakini kwenyewe walitupa ile maiti. Biblia yangu inasema ile maiti ikaangukia wapi? Mkaburi la Elisha. Sasa yenyewe maiti iliangukia mkaburi la Elisha. Mlikuwa mifupa, tena mifupa ya mtumishi wa Mungu. Ilipogusa ile mifupa ya Elisha, Biblia inasema ya kwamba ile mwili ikapokea. Sasa ilipokea nguvu. Ule mtu mwenye alikuwa maiti, nguvu za Bwana zikamwingia. Haleluya. Nguvu za Bwana zilipomwingia, naye akalamuka. Naye alilamuka. Biblia inasema ya kwamba naye akashika njia, akafuata wale wenye walimtupa. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kumbe mwenye alikukimbiza anaweza kushtuka, Bwana anamleta tena, wewe unamshinda mbio. Ndio kwa maana tunaamini yule ambaye ana mamlaka ya kutupigania. Kwa hiyo mtu hawezi kutupigania, Yesu yeye anaweza kutupigania. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mtu ameshindwa, Yesu yeye hashindwaki. Sema Yesu hashindwaki. Sema Yesu hashindwaki. Lakini hii mateso yenyewe tuko nayo leo, ikiwa fundisho kidogo yenye Mungu alipenda tuweze tena kumkaribia zaidi, tuweze kumuita tena Mungu, tuweze tena kusema Mungu uko wapi? Bwana Yesu asifiwe. Labda unasikia katu mateso ya wana wa Israeli. Kwa kweli Biblia inasema mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana anamponya na yote. Yeye anayekujua kabla hujazaliwa anajua nini ambaye atakayotenda katika hii kama. Acha nikwambie kama fikra za mtu. Watu ambao waliona ule mtu banambeba maiti, sasa yeye waliona anakuja anakimbia. Uwaze saa mtu bali wazai bali sema hii. Sasa mwenyewe waliona wanaenda kuzika, yeye ule tena anashimama, yeye ule iko nakimbia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio vile watu watakuona sasa unarudia kwako. Ndio vile watu watakuona sasa yenyewe unaanza rudia mwile shamba yako. Bakasema tulifikiri alikufa, tulifikiri hata rudiaka. Ndio kwa maana Biblia inasema ya kwamba tuombee adui zetu. Tena na mwimbaji alisema asikufe haraka, juu ashuhudie matendo makubwa yenye Mungu atatutendea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi niko hapa magharibi leo kukwambia kwamba Mungu hatakuacha tena hivi. Mungu hatakuacha mwa hii mateso. Sema hii mateso yangu inatosha. Sema kwa imani mateso yangu inatosha. Yesu ukuya unisaidie. Watu wamekutupa mahali hapa na wanafikiria utarudiaka, lakini tumsihi Mungu magharibi ya leo, kurudia utarudia. Kwani Mungu hatapenda ufie hapa. Lakini sema kama Israeli, hatupendi kuimba nyimbo mpya katika utumwa. Tunapenda Yesu turudishe kwetu. Na Yesu ana mamlaka kukurudisha. Kwenye hii maiti ya maiti iligusa tu mifupa ya Elisha. Sasa wewe mwenyewe ukingaliki na maneno ya kusema, si mwambie tu Mungu aje akusaidie. Si tumulilie tu Mungu aje atusaidie. Juu Mungu ni mwenye mamlaka. Yeye anaweza kwenye mie siwezi. Yeye anaweza kutufungulia njia kwenye njia ilisafungana. Oh, Mungu akumbuke uzao wako. Mungu akumbuke watoto wako. Mungu akujali tena upya magharibi ya leo. Ulikuwa umekata tamaa, lakini ninakuambia jipe moyo. Jipe moyo, Mungu ana uwezo. Jipe moyo, Yesu hayuko kaburini tena. Anatamani afufue maisha yako. Anatamani akusaidie. Magharibi ya leo ninapenda kuomba pamoja na wewe. Nyosha mikono yako vizuri juu. Na nitakufurudilia maombi haya.
Yesu yuko hapa kutusaidia. Sema Yesu Kristo. Yesu Kristo. Ninakuamini kuwa unaweza, kuwa una mamlaka. Magharibi ya leo ninakuja kwako. Ninatubu dhambi zote nilizozitenda, makosa yote niliyoyatenda. Yesu unisamehe, Yesu unisafishe kwa damu yako, unioshe, unikubali tena. Kama mwana mpotevu ninarudi kwako, unihurumie. Nimetenda dhambi, nimetenda dhambi. Yesu unihurumie, Yesu unitakase. Asante Yesu kwa kunifia msalabani. Leo ninaamini kuwa umenisamehe, kuwa umenikubali. Nimekuwa mwana wako. Ewe shetani uliyenidanganya, leo ninakukataa na mambo yako yote. Nenda mbali nami, enda mbali nami kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nimekuwa mwana wa Mungu, nimekuwa mwana wa Mungu. Asante Yesu kwa kunipokea. Hebu mchapie Bwana makofi, kwani amekusamehe. Yesu mwenye nguvu na mwenye mamlaka, ninawaombea uwezo wa nguvu za Roho Mtakatifu juu yao. Gusa mioyo hii Bwana, ili waendelee kusaidiwa na wewe. Katika jina la Yesu Kristo, uwarehemu mwanakondoo wa Mungu. Uwahurumie tena, ili maisha yao yabadilike. Waamue upya kukufuata wewe na kukuamini sawa sawa na neno lako. Asante Yesu kwa kuwakubali na kuwatendea mema. Kama unaamini maombi haya, mchapie Bwana wetu makofi makubwa. Asante sana. Ikiwa ni kichwa kuuma, sema kichwa ninakupatia Yesu nisaidie. Ikiwa ni tumbo, sema Yesu ninakupatia tumbo langu niponye. Ikiwa ni kikohozi, kifua kikubwa, mwambie Yesu ninakupatia kifua kikubwa unisaidie. Ikiwa ni mguu, ikiwa ni mgongo, mahali popote pale ambapo unaumwa, mwambie Yesu uje unisaidie. Chukua magonjwa haya, unisaidie, uniponye. Wakati ninaomba unakuwa unasema maneno kama na haya. Uwe na imani ya kwamba Yesu anaweza na atakuponya magharibi leo. Katika uwezo wa jina la Yesu Kristo Mnazareti, ninakuja kinyume cha nguvu zote za magonjwa ndani ya mwili wa ndugu yule, ndani ya mwili wa dada yule, ndani ya mwili wa mtoto mzee yule. Katika jina la Yesu Kristo Mnazareti, ninakuamakia ewe nguvu ya magonjwa, hama ndani ya mwili yule, hama ndani ya mwili yule. Taweka ndani ya mifupa yake, ndani ya mishipa na minyafu, damu na maji na misoko. Ninakiri uponyaji halisi katika jina la Yesu Kristo Mnazareti. Hama, taweka ewe magonjwa ambayo umesumbua mwili huu magharibi ya leo, ninakuapiza katika jina la Yesu Kristo Mnazareti. Mwachilie yule, mwachilie yule awe mzima tangu sasa katika uweza wa jina la Yesu Kristo. Mwenye imani sema asante Yesu. Sema kwa imani asante Yesu. Sema kwa imani asante Yesu. Asante kwa kunisaidia, asante kwa kuniponya. Ninaamini, ninaamini muujiza wangu magharibi ya leo. Asante Yesu kwa kunisaidia. Ewe magonjwa, ewe magonjwa umenionea siku mingi, leo kwa jina la Yesu, toka ndani yangu, toka ndani yangu, toka ndani yangu.
nimekuwa mzima, nimekuwa mzima kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mtapia Bwana wangu makofi makubwa. Sasa sikiliza, naamini kama wewe uamini, mimi ninaamini kuwa lazima turudie kwetu. Ndio kwa maana nyosha mikono yako miwili juu. Tumwambie Mungu tunakataa kubaki hapa. Tumwambie Mungu tunakataa tutabaki hapa. Mungu atusaidie. Hebu omba pamoja nami katika jina la Yesu Kristo Mnazareti. Wewe ni Mungu ambaye ulisema tukuite, utatuitika. Utatutendea mambo makubwa ambayo hatujui. Makubwa. Tunatamani Yesu tusaidie. Ili kwamba turudi nyumbani kwa salama. Ili kwamba mama yule arudi nyumbani kwa salama. Ili kwamba baba yule arudi nyumbani kwa salama. Ili kwamba kijana yule arudi nyumbani kwa salama. Yesu na mamlaka. Yesu na uwezo. Mamlaka yako bado yapo. Ninakusihi jitokeze Bwana. Angalia machozi ya ndugu yule. Angalia machozi ya mzee yule. Angalia machozi ya kijana yule. Yesu tunatamani utusaidie. Utusikie tena upya. Utusikie tena upya. Utupiganie Bwana wa mabwana. Utupiganie Bwana wa miujiza. Tunatamani tuone muujiza. Ili kwamba tutakaporudi kwetu tuseme Yesu jina lako libarikiwe. Una mamlaka Yesu ya kutenda mema. Ndio kwa maana nguvu zote zinazosababisha watu wakae hapa ninazipongoa katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Mipango yote iliyo kinyume ya maisha ya watoto wako hapa, kwa jina la Yesu bomoke. Kwa jina la Yesu sifaulu. Kwa jina la Yesu isipate mlango wa kukaa. Kwa jina la Yesu pate kubomolewa. Wana wako wawe huru kwa kurudi. Wana wako wasaidiwe kurudi. Katika jina la Yesu Kristo. Ewe shetani ambao wamesababisha watu wawe hapa, ninakupinga katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ninaalika jeshi la mbinguni mshuke sasa Bwana, ili mpiganie watoto wako, ili mpiganie walio hapa, ili mpiganie walio mbali, ili mpiganie walio karibu, katika jina la Yesu Kristo Mnazareti. Na Mungu wa mbinguni awabariki tena wasaidie. Amen. Tutashangilia kwa makofi na kwa furaha. Hapa tumesikiliza neno na inabaki tuone Mungu atafanya nini. Asante. Ya kwanza muhimu ni shukrani. Kuna Bwana ameandaa umati wa hivi mahali hapa katika kambi hii kwa ajili ya neno la Mungu. Hayo yote ni mapenzi ya Bwana, tupepeye Bwana. Asante. Tunafaulu kwa wapendwa ambao wametutembelea kwa ajili ya kuja kutufariji kiroho hata kimwili. Tumeona kwamba hata mwanadamu yaweza kuzaniwa kwamba ni maiti, lakini kuna wakati wanadamu wanaweza muona wanashangaa. Na hivi sasa ni neno la kutujenga. Hata tumetawanyishwa na vita, tumesikia kwamba wamoja waliotutawanyishwa kuna siku watatuona na itakuwa mshangao kwetu. Kumbe hayo ni kuwa Bwana, tumpepeye Bwana. Tunafaulu wapendwa kwa ujio wao. Muendelee kuingia ndani ya kambi yetu hii. Wala ambao wamekwisha kutoweka kiroho, wenda labda endelee kurudi katika msingi wa imani. Kwa mwisho, tunalowaomba ni msaada tu wa maombi, kuendelea kutuombea ili Bwana mwenyewe atuimarishe katika imani. Na siku moja turudi hapo kwetu, tuendelee kukumbukana na kukumbuka hii kazi ambayo umetenda kwa tarehe hii. Bwana awabariki. Lakini kwani siwezi nipatilie mwenzako tuko mkono, mwambie Mungu anakupenda. Mpe mkono wa kulia, mwambie Mungu anakupenda. Tena Mungu akusaidie.
Kwa hiyo tunashukuru nyinyi nyote ambao mlikuja kutusikiliza. Unaona hatuna mengi sana ambayo tumeyaleta isipokuwa neno la Mungu. Tunajua ya kwamba Mungu peke yake ndiye ana mamlaka ya kuweza kuwatendea mema. Ndio kwa maana tuko hapa leo na tutaendelea kuwaombea. Jusi ya kufika hapa haiko bahati. Tulijua Mungu alipangilia juu tukue kuomboleza pamoja na nyinyi. Na tunajua Mungu wa mbinguni hata waachilia. Ndio kwa maana kiupekee tunashukuru kamati ambayo inakuwa hapa ya makanisa ambayo imeturuhusu sisi kuja kuhubiri hapa. Na tunaamini ya kwamba siku nyingine tutafika. Wangapi wanapenda turudie tena? Mara hiyo tukirudia tutakuweka mbele sana juu muimbe na sisi tufurahi. Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunasema asante kwa sababu ulikubali siku ya leo iwe hivi. Tumebariki jina lako kwa sababu tumeanza mwaka na uliona vema karibuni hapa tunaenda kumalizia pamoja na kuona ndugu zetu katika kambi hili. Tunapofika hapa umetupokea. Neno lako nasema kwamba mahali pote tutakapotia miguu yetu wanapotupokea tuseme amani na baraka iwe pale. Na sisi tumetangaza amani ndani ya hii, amani ndani ya nyumba zao, amani kwa familia zao. Pia tunaombea mji huu wa Mgunga ambao umepatikana ndani, jimbo letu na nchi yetu kwa ujumla. Tunabariki maisha yao. Mwaka huu watakaenda kumalizia, waumalize pamoja na amani. Nguvu zote za magonjwa, nguvu zote za mauti, nguvu zote za wachawi na walozi, nguvu zote zile ambazo ni wale ambao wanatatiza msalama mdogo juu ya maisha yao, ishindwe kwa jina la Yesu Kristo. Tunawatakia magharibi njema, tunawatakia mwaka njema, tunawatakia salama na miujiza ifatane na maisha yao. Pendo la Mungu Baba, neema ya Bwana na ushirika wa Roho Mtakatifu ubaki na wandugu hapa na utawanyike na wote watakaorudia mjini, na wote tuseme amen.